imeingia sasa ile taarifa yetu ya kwanza kuhusu kanda za CCTV kutoka kituo cha polisi cha Central zilizowasilishwa mahakamani zikionyesha matukio kabla ya mauaji ya mwanablogu Albert Ojwang. Kanda hizo zimeonyesha kwamba watu wawili waliingia kwenye seli alimokuwa Ojwang kabla ya mauaji yake mwaka jana. Mwaka moja tangu kifo cha Albert Ojwang katika seli za kituo cha polisi cha Central, kesi inayohusu mauaji yake imeanza kusikizwa rasmi katika mahakama ya Kibera. Washukiwa 6 wakifikishwa kizimbani. Shahidi aliyefichwa uso na ambaye ni afisa wa polisi katika ofisi ya kuweka rekodi alitoa maelezo kuhusu jinsi Ojwang alivyoletwa katika kituo cha Central Nairobi. Those are the 2 people entering. It's the main entrance. Yeah. Na baadaye akaelezea kuwahusu watu wawili wasiojulikana ambao waliingia katika seli alimokuwa Albert Ojwang. The 2 came back early. They were joined by BC Kimani and they went back to the searching area. That's where they remained there. Okay. Then Kimani himself came back to office number 2 as well. Okay. So one person came running from the last cell to the searching area, joining the other 2. Katika ushahidi wake, shahidi huyo anawataja maafisa hao 4 jinsi walivyohusika na kuwepo kwa watu wawili wasiojulikana ndani ya seli alimokuwa Ojwang Juni mwaka 2025. 3 minutes, the 3 are seen carrying something that seemed to be heavy towards the last cell. Shahidi huyo kisha anaelezea mahakama namna alivyoitwa afisini na mkuu wa kituo hicho na kutakiwa kumuita mtaalamu wa kutengeneza kamera za CCTV. Fundi huyo wa kamera aliitwa kama shahidi wa pili, ambapo anaelezea mahakama alivyotakiwa kufuta video za CCTV na kisha kulipwa shilingi 3,000. Ulikuwa unaangalia kama kuna recorded footage. Before the format. Ulipata recorded footage. Zilikuwa hiyo ya tarehe 6 na 7 June. Zilikuwa ukawa advise unless in format. Yes. Yes. Ukasema bila ulisema hawezi kufuta for 2 days. Advise nini? maybe format that. Format nini? Hard drive. Okay. Format hard drive. That is sasa nilipewa kwa ina kanabia ni format. So nilienda kwa main menu. Nikaenda kwa storage. Nikaenda kwa disk manager. Nikamark the hard disk. Okay. Nikamark. Alafu nikaformat. So ni alikupatia hiyo password ama wewe ulijua hiyo password before? Nilijua password before. Na ulijua hiyo password aje before? Ndio niliweka, waliniambia nikaweka. Kisha akaitishwa kifaa kipya cha kuweka nakala za video. Ukapatiana hizo hard disk mbili kwa huyo mtu. Na alifanya nini? Anilipa. Akakulipa pesa ngapi? 20,000. 20,000. Yes. So alikupatia 20,000 per disk kama disk mbili? Per disk cost 10,000. Mahakama inaendelea na vikao vyake siku ya Jumanne, huku maswali chungu nzima yakiibuka kuhusu jinsi kanda ya CCTV ilivyohitilafiwa. Mahakama sasa inatarajiwa kusikiza iwapo kanda za CCTV ambazo zimeweza kubainisha watu wawili wasiojulikana walikuwa maafisa wa polisi au la, na iwapo walikuwa chini ya maagizo fulani au la. Ode Francis, runinga ya Citizen katika mahakama ya Kibera hapa Nairobi.